Mimi naitwa Wema Sudi, ni mtaalamu mtafiti wa maabara kutoka Taasisi ya Taifa ya Udhibiti wa Magonjwa ya Binadamu Tanzania NIMR. Kwa hapa kuwezesha kufacilitate mafunzo kwa maafisa wa afya kutoka taasisi mbalimbali nchini Tanzania kwa kuweza kudhibiti wadudu wadhurifu. Mafunzo yameanza leo na tumekuwa na muendelezo mzuri, lakini kitu tunachoendelea nacho hapa ni muendelezo sasa wa hatua za practical hand skills, yani mafunzo ya vitendo baada ya sehemu za nadharia kukamilika. Tunaendelea na hatua za vitendo. Kama mnavyoona hapa, viko kwenye darubini. Ni darubini ambayo ni chombo kinachoweza kukuza sampuli kuweza kufika kwenye kiwango cha kuweza kuona na kuweza kutambua na kuweza kutofautisha na kuweza kupata taarifa za ndani za nini kinachoendelea. Nilicho nacho hapa ni hatua za ukuaji wa mbu waenezao maradhi. Hapa nina hatua ya ukuaji ya kwanza ya mbu waenezao malaria, mbu aina ya Anopheles. Kwa hivyo haya ni mayai. Lengo la kuweka kwenye darubini hii ni kuweza kuona kwa umakini na kwa undani kabisa hatua ya mayai inakuaje na tunawezaje kutofautisha mayai ya mbu aina tofauti. Mayai ya mbu aina ya Anopheles ambao ni wadudu wanaoweza kueneza ugonjwa wa malaria, na mayai ya mbu aina ya Culex. Mayai ndio nayo hapa ni mayai aina ya mbu wa Anopheles, na ninachoweza kukiona ni kile ambacho tumeweza kujifunza kwenye nadharia kwamba mbu aina ya Anopheles ana kwa asili ya kibiolojia anataga yai moja moja, tofauti na mbu aina ya Culex anaweza kutaga yai kwenye vifungu. Kwa hivyo kwa msaada wa darubini naweza kuona mayai ya mbu aina ya Culex ya Anopheles yametagwa moja moja, lakini naweza kuona shape jinsi mayai ya mbu aina ya Anopheles yanaweza kuwa na uwazi, yani yanakuwa na space au body shape ya kuwezesha kuelea na kuweza kukangatuliwa vizuri na kuweza kutoka kiluilui wa mbu, ikiwa ni hatua ya mwanzo ya maisha ya vector wa mbu. Kama tumesema kuna njia tofauti za kukusanya mbu. Mfano pale nilikuwa na spreadsheet, lakini zipo njia nyingi. Na hapa tuna CDC light trap. Huu ndio mchoro wenyewe wa CDC light trap. Kwa hapa nimeuchangua haujakamilika. Ili ukamiliki lazima uwe na mashine ambayo kuna feni ndani yake na kuna balbu, sawa na ni lazima tuwe na hii kamba, sawa lazima tuwe na hili sinia. Hili sinia huwa tunafunika sababu ya kuzuia mwanga usisane, na in case pia pengine ndio umeenda kwenye nyumba kijini, mvua inanyesha, mvua isiweze kunyesha. Na pia lazima tuwe na hii collection bag kwa ajili ya kukusanyia hawa mbu, na pia lazima tuwe na battery, sawa. Kwa hiyo namna ya kuseti huu mtego wetu ili sasa ukamilike, kuna tundu katika hili sinia. Kwa hiyo tuna nani, alafu tunafunga tunaweka hii collection bag. Lakini lazima kwenye hii collection bag tuweke masking tape kwa ajili ya kulebo, sababu bila kulebo mwisho wa siku hutojua umetoa wapi, sawa. Na lazima tuhakikishe na huu mtego wetu uwe na huu waya. Huu ni kwa sababu kwa ajili ya kuwasha mtego. Ni lazima kuna hasi na chanya tunafahamu. Kwenye hasi chanya kwenye chanya.
Na kuweka hivyo unawaka. Sawa? Na huwa tunaweka kwenye ndani ya nyumba. Tunautega ndani ya nyumba. Chumba ambacho mtu analala. Sawa? Na tunautega upande wa miguuni. Mara nyingi kwa sababu ya kuna harufu fulani ya jasho ambayo inavutia mbu. Na tunaweka mita 1.5 kutoka ardhini. Sawa? Kwa hiyo ndio unafunga labda kwenye nyumba kama hii tuseme ndio nyumba, kwa hiyo unashusha mita 1.5 hapo. Basi unafunga. Na tunapofanya hivi, sawa? Huku lazima tuhakikishe kwa sababu tukiweka hasi kwenye hasi na chanya kwenye chanya, ili feni inapozunguruka inaleta upepo unakwenda chini. Sawa? Kwa hiyo yeyote atakayekuja hapa atavutwa kuingia chini. Lakini tukigeuza, unaweza ukaenda fili ya kujisahau, utawaka, sawa? Lakini huu upepo utakuwa unatoka nje. Kwa hiyo chochote kinachokuja, mtu yote anayekuja hapa anasukumwa nje. Kwa hiyo